الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. نعم، وتوفيق يا الله سبحانه وتعالى. Leo tunaanza rasmi somo letu la aqida kupitia kitabu chetu cha Aqidatul Muslimin. Kitabu hichi ni kidogo kwa idadi ya karatasi zake, lakini ni kikubwa kwa yale maarifa ambayo yapo ndani ya kitabu hichi, lakini pia ni kitabu chenye msingi mzuri sana kwa wale wenye kuanza kusoma aqida ya Ahlus Sunna wal Jamaa. Tunaposema Ahlus Sunna wal Jamaa tunawakusudia Ash'ira wal Maturidiyya na Fudhalaul Hanabila. Tamam? Kwa hiyo leo insha Allahu taala tutafungua somo letu la kitabu hichi, na basi na kuchelewesha muda tuingie katika kitabu chetu. Kinaanzia katika ukurasa wa 3. Tamam? Anasema mtunzi jazahullahu alkhaira, Mwenyezi Mungu amjaze khairi. Bismillahir Rahmanir Rahim, naanza kwa jina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehma na mwenye kurehemu. Kitabu hichi kimeandikwa kwa mfumo wa suali na jawabu, kwa mfumo wa kuulizwa suali na kutolewa jawabu. Tamam? Namba 1, sin suali: ma huwa alfardhu alaini min ilmi ad-dini? Ma huwa alfardhu alaini, ni ipi hiyo faradhi ya lazima, min ilmi ad-dini, katika elimu ya dini, akiwa na maana ma huwa alfardhu alaini min ilmi ad-dini, faradhi ya lazima inayomlazimu kila mmoja kwa dhati yake katika elimu ya dini ni ipi? Kwa sababu alfardhu alaini maana yake ni faradhi inayomlazimu kila mmoja aitekeleze mwenyewe kwa dhati yake. Ndiyo maana faradhi hii ikagewa nisba ya ainiyu, nisba ya ainiyu. Nisba hii inatokana na tamshi la ain, na ain miongoni mwa maana zake ni dhati, miongoni mwa maana zake ni dhati, kuonesha kwamba faradhi hii sio ile faradhi ya kutoshelezeana, bali ni faradhi ambayo kila mmoja kwa kuwa yuko na afya yake na ana uwezo wa kuitekeleza, basi inamlazimu aitekeleze mwenyewe kwa dhati yake. Sasa katika upande wa elimu ya dini, hiyo faradhi ya lazima inayomlazimu kila mmoja aitekeleze kwa dhati yake ni ipi? Anatupa jawabu Sheikh, anasema jim kwa maana jawabu. Jim, jawabu: yajibu ala kulli mukallafin, yajibu ala kulli mukallafin, ni wajibu kwa kila aliyekuwa baligh na mwenye akili, taallumu qadrin la yastaghni anhu. Taallumu, kujifunza, kwa maana ni wajibu kwa kila aliyekuwa na akili na aliyebalighi. Taallumu qadrin, kujifunza kiasi ambacho la yastaghni anhu, anachokihitajia. La yastaghni anhu, anachokihitajia. Tamam? Fiili hii ya istaghna ikiwa haijaingia herufi ya nafyi au ikiwa hakijaingia kikanushi chochote katika fiili kama hii, ina maana ya kutohitajia. Istaghna anhu au istaghna an kadha, kwa maana hahitaji kitu kadha. Tamam? Lakini fiili hii inapoingia au kinapoingia kikanushi inakuwa na maana ya kuhitajia. La yastaghni an kadha, kwa maana anahitajia kitu kadha. Mastaghna anhu, alikuwa anahitajia kitu kadha. Tamam? Hakadha. Kwa hiyo taallumu qadrin, kujifunza kiasi ambacho ni wajibu kwa kila aliyekuwa baligh na mwenye akili
kujifunza kiasi ambacho la yastaghni anhu, anachokihitajia, minal aqidati, katika upande wa elimu ya aqida, wataharati, na katika upande wa elimu ya tahara, wassalati, na katika upande wa elimu ya swala, wasiyami, na katika upande wa elimu ya funga, wazakati, na katika upande wa elimu ya zaka. Liman tajibu alaihi, liman, kwa yule mtu ambaye tajibu, itakuwa ni wajibu kutoa zaka, alaihi, juu yake. Hii elimu ya zaka kwa yule mtu ambaye ameshafikia kumiliki kiwango cha kutoa zaka, ni wajibu ajifunze na aitambue. Tamam. Ndio akasema wazakati, na katika upande wa elimu ya zaka, liman tajibu alaihi, liman, kwa yule ambaye tajibu, imeshakuwa ni wajibu kutoa zaka, alaihi, juu yake, maana amefikia kumiliki kiwango cha kutoa zaka. Walhaji, na katika upande wa elimu ya hija, ala almustati'i, kwa yule mwenye kuweza kutekeleza ibada ya hija. Wa maasi alqalbi, na katika upande wa kuyatambua maasi yanayofanywa na moyo, waliyadi, na maasi yanayofanywa na mkono, walaini, na maasi yanayofanywa na jicho, wa ghairiha, na viungo vingine, viungo vingine, miguu, tupu, ulimi. Tamam, hakadha. Kwa hiyo ni wajibu kwa kila aliyekuwa baligh, kwa kila aliyekuwa ameshafikia baligh na mwenye akili kujifunza kiasi anachokihitajia katika vitu hivi. Tamam. Ajifunze swala yake, ajue naswaliwa vipi, ajifunze funga yake, ajifunze akida yake. Akida maana yake ni kumtambua Allah subhanahu wa ta'ala, kuyatambua yale ambayo ni wajibu kwake yeye na yale ambayo ni mustahili kwake yeye na yale ambayo yanafaa kwake yeye. Lakini pia upande wa mitume, kutambua yale ambayo ni wajibu kwa wao, kutambua yale ambayo ni muhali kwa wao, na kutambua yale yenye kujuzu kwa wao. Lakini pia ni kutambua yale mambo ambayo hauwezi kuyafahamu wewe isipokuwa kupitia Qur'ani na sunna za mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nayo yanaitwa as-sam'iyat, yanaitwa as-sam'iyat. Lakini pia aqida ni kutambua lipi linafaa kufanywa katika dini yako na lipi alifai kufanywa katika dini yako. Hiyo pia ni aqida. Tamam. Kwa hiyo ni wajibu kila mmoja wetu ambaye ameshafikia baligh na ana akili ajifunze mambo haya, hayafahamu. Tamam, hakadha. Qala ta'ala, amesema Allah tukufu, qul, sema e Muhammad, hal yastawi alladhina ya'lamuna walladhina la ya'lamun, hal yastawi alladhina ya'lamun, hivi wanalingana wale wenye elimu, walladhina la ya'lamun, na wale ambao hawana elimu? Jawabu la wazi ni kwamba hawalingani. Kwa hiyo mtu ambaye atakuwa na elimu akajifunza mambo haya akayatambua, atakuwa ni mtu ambaye daraja yake ni tofauti na yule ambaye hajui. Huyu anayejua pengine atafanya sawa sawa kama inavyotakiwa, ataswali inavyotakiwa, atafunga inavyotakiwa, atamtambua Mola wake namna inavyotakiwa, atamtambua mtume wake kwa namna inavyotakiwa, lakini pia atatambua kwamba kuna kufufuliwa, kuna kuadhibiwa kaburini, kuna kuulizwa kaburini. Tamam, mambo ambayo ndiyo yale as-sam'iyat, tutakuja kuyasoma kwenye vitabu vya mbele. Tamam. Lakini pia atatambua lipi linafaa kufanywa na lipi halifai kufanywa. Tamam. Na yule mwenzangu na mimi ambaye kusoma hataki na hana muda kukaa darasani, itakuwa ni banu wala sakanu, itakuwa ni katika wale waliojenga lakini hawakukaa katika majengo yao. Atakuwa anaishi anafanya mambo ambayo ni sawasawa na mazoezi. Anaswali lakini hana elimu ya swala, anafanya mazoezi huyo. Anafunga lakini hana elimu ya funga, anafanya diet huyo. Tamam, hakadha. Kwa hiyo hawalingani watu hawa. Hawalingani, kuonesha kwamba ni muhimu na ni wajibu kila mmoja wetu asome, ili anapofanya jambo alifanye kwa elimu. Tamam. Suratu Zumar, aya hiyo ni aya ya 9 katika suratu Zumar.
Alhaditha binnasbi bimaana arwi alhaditha, bimaana arwi alhadith, inapokea hadithi inayosema. Tamam, alhaditha kwa maana arwi alhaditha, inapokea hadithi ya mtume inayosema talabul ilmi faridhatun ala kulli muslimin, rawahu al-Baihaqi. Talabul ilmi, kitendo cha kutafuta elimu, faridhatun, ni kitendo cha lazima, ni kitendo kilichowajibishwa, ala kulli muslimin, kwa kila muislamu wa kike na wa kiume. Rawahu al-Baihaqi, hadithi hii ameipokea al-Imam al-Baihaqi. Tamam. Kwa hiyo kusoma na kutafuta elimu ni jambo la lazima kwa kila mmoja wetu. Kwa sababu gani? Yule mwenye elimu hayuko sawa na wale ambao hawana elimu. Tamam. Lakini pia kila unachokifanya katika matendo yako ya faradhi na hata ya sunna, unatakiwa nini? Uwe na elimu nacho. Lakini pia unatakiwa utambue ni yapi yanayofaa kufanywa na yapi hayafai kufanywa. Tamam. Hakadha. Sin suali, mal hikmatu min khalqi aljinni wal ins, ni ipi hikma, ni ipi busara ya kuumbwa majini na wanadamu? Jim, jawab, liyamuruhumullahu biibadatihi, liyamuruhumullahu biibadatihi, ili awaamrishe Allah hao majini na wanadamu, biibadatihi, kumwabudu yeye, kumwabudu yeye. Kwa hiyo Allah subhanahu wa ta'ala amewaumba wanadamu na majini kwa lengo wamwabudu nani? Wamwabudu yeye. Tamam, wamwabudu yeye, sio kama wanavyofanya wengine, wanaabudia mawe, wanaabudia jua, wanaabudia moto. Hawakuumbwa kwa lengo lile, na vile wanavyoviabudia sio miungu, sio miungu, ni vitu ambavyo wamevipa majina ya kuwa ni miungu. Tamam. Aliyewaumba ni Allah subhanahu wa ta'ala, na amewaumba kwa lengo la wao wamwabudu yeye tu. Tamam. Hakadha qala ta'ala, amesema Mwenyezi Mungu mtukufu, wama khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun, na sikuwaumba mimi majini na wanadamu illa liya'budun, isipokuwa kwa lengo waniabudu. Tamam, illa liya'budun, isipokuwa waniabudu. Hilo ndio lengo kuu. Hii kutafuta riziki, kutafuta makazi, kutafuta malazi, hivi ni vitu vya ziada tu Allah subhanahu wa ta'ala ametuwekea, lakini lengo kuu la sisi kuumbwa ni kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala na kuacha dini za washirikina, dini za wale wenye kuabudia mioto, wenye kuabudia mawe, wenye kuabudia miti, masanamu na vinginevyo. Tamam. Alhaditha, kwa maana napokea hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam inayosema haqqullahi ala alibad an ya'buduhu wa la yushriku bihi shay'an, rawahu shaykhan. Haki ya Allah subhanahu wa ta'ala aliyonayo kwa waja wake, kwa maana haki ambayo waja wa Allah wana wajibu na wanapaswa wamtekelezea Allah subhanahu wa ta'ala, an ya'buduhu, ni wamwabudu Allah, wala yushriku bihi shay'an, na wasimshirikishe na chochote kile. Hiyo ndiyo haki ya Allah ambayo anayo kwetu sisi, maana sisi tuna wajibu tumtekelezee Allah haki hiyo. Haki gani? Haki ya kumwabudu yeye na tusimshirikishe na chochote kile. Tamam. Hadithi hii ni hadithi ndefu, ni hadithi ndefu, ni hadithi ya Muadh ibn Jabal, ni hadithi ya Muadh ibn Jabal. Tamam. Ni hadithi ndefu, lakini imechukuliwa sehemu hii tu, na mbele ya hadithi hii kuna haki ya waja ambayo ipo kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Mbele ya hadithi hii, kwa maana hadithi hii inaendelea, mbele yake kuna haki ya waja ambayo ipo kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Ni ipi? Anasema Mtume katika mwendelezo wa hadithi hii, wa haqqul ibadi ala Allah, na haki ya waja ambayo ipo kwa Allah subhanahu wa ta'ala, kwa maana haki ambayo
waja watapatiwa na Allah subhanahu wa ta'ala alla yu'adhiba man la yushriku bihi shay'an, ni Allah kutomuadhibu yule ambaye hatomshirikisha na chochote. Yule mtu ambaye ataishi maisha yake yote hatomshirikisha Allah na chochote, basi ana haki ya kutoadhibiwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Tamam. Kwa hiyo kuonesha kwamba sisi waja tumeumbwa kwa ajili ya kumwabudu Allah, na ikiwa tutamwabudu Allah tutakuwa nini? Tumetekeleza haki ya Allah ambayo ipo katika upande wetu. Tamam. Na ikiwa sisi tutaishi katika hali hiyo, hali ya kumwabudu Allah tu na kutomshirikisha na vitu vyovyote, tamam, na kutokumshirikisha na Allah na kitu chochote kile, basi kuna haki ambayo Allah atatupatia sisi. Ni ipi? Ni kutotuadhibu, ni kutotuadhibu kabisa. Tamam. Kama namna tulivyosoma muendelezo wa hadithi hii mpaka mwisho wake. Tamam. Sin suali, kaifa tasihhu al-ibadatu, vipi itaswihi ibada? Kwa maana ibada inaswihi kwa namna gani? Anasema jim, jawabu, tasihhu ibadatullah, ibada ya Allah inasihi mimman, kutoka kwa yule mtu ambaye ya'taqidu wujuda Allahi, anaitakidi uwepo wa Allah subhanahu wa ta'ala, wala yushabbihuhu bishai'in min khalqihi, na wala hamfananishi Allah bishai'in, na chochote kile, min khalqihi, katika viumbe wake. Mtu ambaye anaamini uwepo wa Allah, anaamini kwamba Allah yupo, na akawa hajamfananisha Allah na chochote katika viumbe vyake, basi mtu huyo akifanya ibada, ibada yake ndiyo nini? Ndiyo inakuwa sahihi, ndiyo inakuwa sahihi. Lakini yule ambaye haitakidi uwepo wa Allah, lakini pia anamfananisha Allah na kitu miongoni mwa viumbe wake, basi mtu huyo hata afanye ibada miaka 1000, ibada yake nini? Haiswihi. Tamam. Qala ta'ala, amesema Allah mtukufu, laisa kamithlihi shay'un, hakuna kitu chochote mfano wake. Laisa kamithlihi shay'un, hakuna kitu chochote mfano wake Allah subhanahu wa ta'ala, kuonesha kwamba Allah hafanani na kitu chochote katika viumbe wake, tofauti na itikadi ya watu fulani ambao wanaamini kwamba Allah anafanana na kijana ambaye hana ndevu, kijana mzuri amekaa kwenye kiti. Subhanallah. Allahu subhanahu wa ta'ala, kwa kanuni tuliopewa na wanawazuoni wetu wa ahlu sunna wal jamaa ambao ni ashaira wal maturidia wa fudhalaul hanabila, wametupa kanuni ya kusema kullu ma khatara bibalik fallahu bikhilafi dhalik. Kila sura, kila picha, kila taswira itakayokupitikia katika ubongo wako, katika mawazo yako, basi Allah subhanahu wa ta'ala hafanani na taswira hiyo, hafanani na sura hiyo, hafanani na mawazo hayo. Hiyo ndiyo kanuni ambayo wametupa wanawazuoni wetu ashaira wal maturidia wa fudhalaul hanabila. Tamam. Sasa yule mtu ambaye anamfananisha Allah, anamjengea taswira Allah na viumbe miongoni mwa viumbe vyake, basi mtu kama huyo nini? Ibada yake haiswihi. Ibada yake nini? Haiswihi. Tena ni kwa namna gani? Ikiwa anamjengea taswira na anaitakidi kwamba Allah yupo katika taswira hiyo, taswira ya kiumbe miongoni mwa viumbe wake. Tamam, ibada yake nini? Haiswihi. Waqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, na amesema mtume wetu Muhammad, la fikrata fi rabb, la fikrata fi rabb, rawahu Abul Qasim al-Ansari. Hadithi hii ameipokea Abul Qasim al-Ansari. Hadithi hii ni dhaifu,
kwa mujibu wa kauli za wanawazuoni wa hadithi. Hadithi hii ni hadithi gani? Ni hadithi dhaifu. Tamam. Hadithi hii ni hadithi ya Ubay ibn Ka'b. Ni hadithi ambayo mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam aliisoma baada ya kuwa amewasomea aya maswahaba wake, na aliyatamka maneno haya mtume kwa kuwafundisha maswahaba wake aqida iliyokuwa sahihi. Mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam aliwasomea maswahaba wake aya iliyopo katika suratul Najmi, aya ya 42 inayosema wa anna ila rabbika almuntaha, na hakika ila rabbika, kwa Mola wako mlezi ewe Muhammad, almuntaha, ndiyo mwisho wa vitu vyote, ndiyo ukomo wa vitu vyote. Mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam baada ya kuisoma aya hii akasemaje? La fikrata fi rabbi, akiwa na maana haitakiwi kujenga fikra wala taswira yoyote fi rabbi, kwa maana fi dhati rabbi, fi dhati rabbi, katika dhati ya Mola, katika dhati ya Allah subhanahu wa ta'ala. Sasa hadithi hii imepokelewa na Ubay ibn Ka'b, na akaja kuipokea kwa Ubay ibn Ka'b Abil Aliya anaipokea hadithi hii kutoka kwa Ubay ibn Ka'b, na akaja kuipokea mtu mwingine kutoka kwa Abil Aliya ambaye ni Ar-Rabi' ibn Anas. Kisha akaja kuipokea hadithi hii Abi Ja'far Ar-Razi. Tamam. Sasa wanawazuoni kufikia kwa Abi Ja'far Ar-Razi ndio wakahukumu kwamba hadithi hii ni dhaifu. Kwa nini wamehukumu kwamba hadithi hii ni dhaifu? Ubay ibn Ka'b ni sahaba radhiyallahu anhu, hatuna shaka na yeye. Abil Aliya ni mtu thika, Ar-Rabi' ibn Anas ni mtu thika, lakini Abi Ja'far Ar-Razi vile vile ni saduqun. Wanawazuoni wa hadithi wamempitisha kwamba ni mtu ambaye hadithi zake yani ni mtu ambaye anasadikishwa kwa kile alichokipokea, sio kadhabu sasa, wala sio fasik. Sasa ni mtu mwenye kuaminiwa, ni mtu mwenye kusadikishwa kwa kile anachokisema. Na mwanzo alikuwa yuko vizuri katika uwanja wa hadithi, lakini baadaye ikafikia hatua akawa nini? Akawa anachanganya katika baadhi ya mambo. Sasa baada ya kufikia katika hali ya kuwa anachanganya baadhi ya mambo, ndio wanawazuoni wakamhukumu kwa kuwa ni dhaifu. Lakini sifa ya kwanza ile ya kuwa ni mkweli anayo, baada ya kufikia kuwa nini? Anachanganya katika hadithi baadhi ya mambo, ndio wakamhukumu kuwa ni dhaifu. Ndio wakamhukumu kuwa ni dhaifu. Na ndio utathibitisha kauli yangu ambayo kila siku nawaambia, hadithi dhaifu haimaanishi kwamba sio maneno ya mtume moja kwa moja, hapana, bali ni kwa zile kanuni ambazo wanawazuoni wa hadithi wameziweka, sawa, ndio inafikia hatua hadithi inahukumiwa kuwa ni dhaifu. Na kuhukumiwa kuwa ni dhaifu haimaanishi kwamba sio ya mtume, hapana, lakini maana ni kwamba vipi kunasibishwa maneno haya kwa mtume moja kwa moja kuna shaka, kwa sababu ya mpokezi fulani ana sifa fulani. Sifa hii ndio imefanya kwamba nini, hadithi hii ihukumiwe kuwa ni dhaifu. Tamam. Na hata kuna mmoja katika wanawazuoni wa hadithi alikuwa yuko sawa, lakini akaja kupata upofu. Sasa alivyofikia kupata upofu, akawa anawapokeza watu hadithi, ikatokea akawa nini, anachanganya nini katika kuegemeza hadithi na sanad. Utakuta hadithi hii anaweka katika sanadi nyingine, hadithi hii anaweka katika sanadi nyingine. Tamam. Wakamhukumu kwa nini? Kwa udhaifu kuanzia pale. Lakini mwenyewe alikuwa ni katika muhadithin na ana kitabu chake amenukuu hadithi, lakini alipopata upofu akawa anachanganya zile matni na sanad, wakamhukumu kwa ni dhaifu.
Tamam. Kwa hiyo hadithi hii ni dhaifu. Kwa sababu gani? Kwa sababu ya Abi Jafar Ar-Razi ambaye ni mpokezi wa tatu baada ya Abil Aliya, anakuja Ar-Rabi ibn Anas, anakuja yeye. Tamam, kutoka kwa nani? Kwa Ubay ibn Ka'b. Kwa hiyo mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam alivyosoma ile aya, wa anna ila rabbika almuntaha, na hakika ila rabbika, kwa Mola wako mlezi ewe Muhammad, almuntaha, ndio ukomo wa kila kitu. Baada ya kusoma aya hii akawafundisha aqida masahaba wake, miongoni mwao waliopokea hadithi ni Ubay ibn Ka'b. Akasemaje mtume? La fikrata fi rabb, kwa maana hairuhusiwi na haitakiwi kujenga fikra na kujenga taswira na kujenga nini, taswira katika dhati ya Allah subhanahu wa ta'ala. Isije mtu kwa kusikia aya hii akajua kwamba ukomo ni kwa Mola wenu mlezi, kwa maana sisi eti tutaenda kusimama katika miguu ya Allah au pembezoni mwa miguu ya Allah au mbele au katika sehemu ya mbele ya Mola wetu mlezi. Hapana. Kwa hiyo mtume alilikataa hilo. Sasa hadithi hii ni dhaifu. Kwa sababu gani? Ya Abi Jafar Ar-Razi, Abi Jafar Ar-Razi. Na hadithi hii imenukuliwa na mufassirin. Ibn Kathir ameinukuu hadithi hii katika tafsiri yake. Tamam, rudi katika tafsiri ya Surat Najm. Al-Imam al-Baghawi vile vile pia ameinukuu hadithi hii katika tafsiri yake. Sawa sawa, na kuna hadithi nyingine ya Abi Huraira radhiyallahu anhu inayosema tafakkaru fil khalq. Abi Huraira hadithi amepokea kwa mtume. Mtume anasemaje sallallahu alayhi wasallam? Tafakkaru fil khalq, jengeni fikra katika viumbe wa Allah. Wala tufakkiru fil khaliq, na msijenge fikra kwa muumbaji, kwa maana kwa Allah. Fa innahu la tuhitu bihi alfikratu, kwani hakika yeye Allah haziwezi kumtambua fikra za viumbe wake. Hadithi hii ya Abi Huraira pia ni dhaifu. Al-Imam As-Sakhawi kwenye kitabu chake ambacho amekusanya hadithi mashhur, bimaana maarufu, hadithi mashhur kwa maana ya kuwa ni hadithi zenye kufahamika zaidi kwa watu, amesema kwamba wa hadhihi al-akhbar asaniduha dhaifa lakin ijtima'uha yaksibu quwwatan, hizi hadithi sanadi zake zimehukumiwa kuwa ni dhaifu, lakini ijtima'uha, kule kukusanyika hadithi hizi kuwa ni zaidi ya moja, yaksibu quwwatan, kitendo hicho cha kukusanyika hadithi hizi kuwa ni zaidi ya moja kinaleta nguvu, kwamba maneno haya ni maneno ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Tamam. Lakini ikaja hadithi ambayo ameipokea al-Imam At-Tabarani kutoka kwa Ibn Umar radhiyallahu anhuma, hadithi ambayo inafanana kimaana na hadithi hizi. Inasemaje? Tafakkaru fi alaillah. Mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam kwa hadithi aliyopokelewa na Ibn Umar anasema tafakkaru fi alaillah, fikirieni katika neema za Mwenyezi Mungu. Wala tufakiru fillah, na wala msifikirie katika dhati ya Allah. Hadithi hii ameipokea Ibn Umar kutoka kwa mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam, na ameinukuu al-Imam Tabarani katika kitabu chake cha Al-Awsat. Na hadithi hii ni hadith hasan, hadithi ambayo inafaa kutolewa hoja. Kwa hiyo tunafundishwa aqida kwamba sisi haifai kujenga fikra kwa Allah subhanahu wa ta'ala, haifai kujenga taswira kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Itoshe ile aya inayosema laisa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir, hakuna kitu mfano wa Allah, hakuna kitu chenye kuweza kufanana na Allah. Tamam. Na ikaja hadithi nyingine pia ya Abi Huraira, hadithi ambayo ni sahihi na iko ndani ya sahihi Muslim, iko ndani ya sahihi Muslim. Anasemaje Abi Huraira kwa hadithi hiyo aliyoipokea kwa mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Mtume anasema tafakkaru fi makhluqatillah. Mtume anafundisha masahaba wake aqida sahihi, aqida ambayo sisi Ash'ari wal Maturidiyya wa fudala al Hanabila ndio aqida yetu.
Anasema tafakkaru fi makhluqati llah, fikirieni katika viumbe vya Allah, wala tufakkiru fi dhati llah, na wala msijenge fikra na msijenge taswira katika dhati ya Allah. Fa inna Allaha, kwani hakika Mwenyezi Mungu, khalaqa malakan, amemuumba malaika ambaye ma baina shahmati udhunihi ila atiqatin, kutoka katika ndewe ya sikio lake. Ndewe ya sikio ni nyama inayoning'inia hapa chini ya sikio, tamam. Ma baina shahmati udhunihi ila atiqatin, Allah amemuumba malaika ambaye ma baina shahmati udhunihi, sehemu iliyopo kati ya ndewe ya sikio la malaika huyo, ila atiqati, mpaka katika bega la malaika huyo, masiratu 300 sanatan, kuna umbali wa mwendo wa miaka 300. Huyo ni malaika aliyeumbwa na Allah, na hiyo ni sehemu ndogo ambayo wewe ukiipima unapata shubiri moja tu, umbali wake unapata shubiri moja, imezidi shubiri 1.5. Sasa Allah ana kiumbe ambaye sehemu ambayo wewe unaipima kwa shubiri 1.5, kwa kiumbe huyo ni sehemu yenye umbali wa miaka 300, ni sehemu yenye umbali wa mwendo wa miaka 300. Kiumbe kikubwa hicho ambacho kimeumbwa na Allah. Sasa inakuwaje umfikirie aliyekuwa mkubwa zaidi hicho kiumbe ambaye amekiumba kiumbe hicho? Kwa hiyo tunafundishwa aqida iliyokuwa sahihi, kwamba haifai sisi kusema kwamba Allah ana kitu fulani, eti Allah ana mkono hakika. Tunamsema hakika, mkono wa hakika. Mkono gani huo? Wewe unaujua mkono mwingine tofauti na mkono hii unaujua mkono mwingine tofauti na mkono ambao unao wewe? Unaujua mkono mwingine tofauti na mkono aliyokuwa nao fulani? Hiyo sio aqida sahihi, sio aqida sahihi. Aqida sahihi ni hii ambayo tunafundishwa na mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam kupitia hadithi zake, na tunafundishwa na Allah mwenyewe kupitia ndani ya kitabu chake cha Qur'an aliposema laisa kamithlihi shay'un, na tunafundishwa na mtume aliposema katika hadithi Ibn Umar, tafakkaru fi ala'i llah wala tufakkiru fi llah, na ile hadithi ya Abi Hurairah ambayo tumeitaja ambayo iko ndani ya Sahih Muslim, na ni hadithi sahihi. Hii hadithi Ibn Umar ni hadithi hasan, tamam. Hakadha kwa waqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, na amesema mtume wetu Muhammad, la fikrata fi rabb, haitakiwi kujenga fikra na kujenga taswira fi rabbi, kwa maana fi dhati rabb, katika dhati ya Allah subhanahu wa ta'ala. Rawahu Abu al-Qasim al-Ansari, hadithi hii ameipokea Abu al-Qasim al-Ansari. Hii ndio akida sahihi. Qala al-Ghazali, amesema al-Imam al-Ghazali, la tasihu al-ibada, haisi ibada illa ba'da ma'rifati al-ma'bud, baada ya kumtambua mwenye kuabudiwa. Hapa amekusudia kumtambua, amekusudia kwamba ujue kwamba Allah ni mmoja. Sawa, ujue kwamba nini? Allah ni mmoja na hakuna chengine chenye kupaswa kuabudiwa isipokuwa Allah, tamam. Kwa maana utambue ile maana ya la ilaha illa Allah Muhammadun Rasulullah, tamam. Kwa sababu kumtambua Allah sisi tumewajibishiwa na wanawazuoni wetu wa Ash'ari na wanawazuoni wetu wa Ahlus Sunna wal Jamaa kutambua baadhi ya sifa za Allah. Hatujawajibishwa kumtambua Allah kama alivyo yeye Allah, tamam. Ndiyo maana ukienda katika vitabu vyetu vyote vya Ash'ari utambua wa mimma yajib, na miongoni mwa mambo ambayo wajib kuyatambua sifa za Allah. Sasa ni sifa za Allah, sio kumtambua Allah. Na lau kama Allah angetukalifisha sisi kumtambua yeye mwenyewe, basi angekuwa ametukalifisha kwa kitu ambacho sisi hatuna uwezo nacho, tamam. Kwa hiyo mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam ametufundisha aqida iliyokuwa sahihi, na Allah pia ametufundisha aqida iliyokuwa sahihi.
Na yule mtu ambaye ibada zake zinaswihi ni yule mtu ambaye anaitakidi uwepo wa Allah na anaitakidi kwamba Allah hafanani na chochote katika viumbe wake. Yule ambaye anaitakidi kwamba Allah ana mkono kama mkono wake yeye, na anaitakidi kwamba Allah ana macho kama macho yake yeye, anaitakidi kwamba Allah ana sura kama sura yake yeye, huyo ibada zake ni mazoezi, haziswihi kwa hali yoyote ile. Na ndio maana al-Imam Abdullah al-Haddad rahimahullahu ta'ala kwenye kitabu chake kule cha An-Nasaih ad-Diniya mwisho akaja kusema kwamba inatakiwa mtu ajue aqida sahihi na atambue wale watu wa Allah wanaposema katika maneno yao kwamba Allah ametunyosha sijui pombe ya nini, sijui tupo karibu na Allah, watambue kwamba wale watu hawamaanishi kwamba eti wanamjua Allah kwa dhati zao, kwa maana wanamjua Allah kwa macho yao kama wameshawahi kumuona labda, au wanamtambua kwamba Allah yuko vipi. Hapana, wale watu wanachokusudia kwamba wameshatambua ukubwa wa Allah kupitia sifa zake, kupitia sifa zake, kupitia mambo anayoyafanya, kupitia mambo aliyotunufaisha, mambo aliyotuneemesha. Tamam, ndicho anachokusudia wale watu wa Mwenyezi Mungu, wale mawalii wa Allah subhanahu wa ta'ala. Hawakusudii kwamba eti wanamtambua Allah kwa dhati, wanamjua hivi. Hapana. Tamam. Wa ila huna intahi. الكمال لله والعصمة للأنبياء والنقص لنا. وهذا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والعفو منكم.